Habari za mchana. Tunazo taarifa mbili kwenye ofisi yenu ya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Jeshi letu la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola, lakini pia wananchi, linaendelea kuhakikisha kuwa swala la usalama katika jiji la Dar es Salaam linaimarishwa kwa kiwango cha juu, ili kuona kwamba wananchi wa jiji hili wanaendelea bila hofu na shughuli mbalimbali za kwao za kiuchumi, za kisiasa, lakini pia za kijamii, bila kuwa na bugdha yoyote. Hata hivyo, tarehe 22 mwezi wa 6 majira ya saa 12:45 kwenye mtaa wa Kibasila ambao upo Upanga Mashariki kwenye wilaya ya Ilala, ilitokea taarifa ya mfanyakazi wa ndani ambaye baada ya ufuatiliaji amefahamika kwa jina la Zainabu Omari, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 46. Huyu alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa kazi za usafi. Mfanyakazi huyu anadaiwa akiwa kwenye ghorofa ya 3 na akiendelea na shughuli zake za usafi kwenye balcony nje ya jengo hilo kwa juu, aliteleza na kudondoka mpaka chini na baadaye kupoteza maisha. Taarifa hii ambayo imeonyesha kuwepo kwa kifo cha mfanyakazi huyu wa ndani inachunguzwa, na mwili huu wa marehemu upo katika hospitali na shughuli zingine za kiuchunguzi zinaendelea. Pamoja na hali hiyo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwa tarehe 25 mwezi huu Juni mwaka 2025 majira ya saa 11 za jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao uko Temeke, kutakuwa na mchezo wa soka wa timu mbili ambazo ni watani wa jadi, timu za Yanga na Simba, zote za jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kwamba mchezo huu utakusanya watu wengi wa kutoka ndani na nje ya Dar es Salaam. Kutokana na mkusanyiko mkubwa wa wapenzi wa soka wanaotarajiwa kufika katika uwanja huo, jeshi la polisi limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba swala la usalama katika uwanja huo linakuwa la hali ya juu kabla, wakati na baada ya mchezo huo. Barabara zote ambazo zinaingia katika uwanja ule zitawekewa utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba watu wanafika katika uwanja ule na kuingia katika utaratibu ambao ni mzuri, ambao sio wa kero. Aidha, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam halitaruhusu mtu au kikundi chochote cha watu kuingia katika uwanja huo wakiwa na silaha za aina yoyote. Watakaoruhusiwa kuwa na silaha ni askari wachache ambao watakuwa na kazi zenye mahusiano na masuala ya kiusalama. Aidha, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam
linawataka wapenzi wote wa soka kuzifuatilia na kuzishangilia timu zao kwa ustaarabu, na jeshi halitaruhusu vitendo vyovyote ambavyo sio vya kiungwana vyenye mwelekeo wa masuala ya soka kufanyika, ambao vitakuwa na udhalilishaji wa mila na desturi na sheria za nchi yetu. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitaruhusu mchezo huo utumike katika kuvunja sheria za nchi, ikiwemo vitendo vya udhalilishaji au vitendo ambavyo vitakuwa vikikiuka mila na desturi na ustaarabu wa Watanzania.